Katika mwaka wa fedha 2023/2024 tarehe 21 mwezi wa kwanza 2023, kituo kilipokea mashine ya kisasa ya mionzi X-ray yenye thamani ya shillings milioni 308,514,100 kutoka Bohari ya Dawa MSD. Aidha, katika mwaka wa fedha 2024/2025 tarehe 13 mwezi wa pili 2025, kituo kilipokea mashine ya ultrasound yenye thamani ya shillings milioni 78,862,000 kutoka Bohari ya Dawa MSD, na kwa sasa kituo kinatoa huduma ya mionzi. Aidha, kituo kimepokea kiasi cha shillings milioni 150 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba. Kwa upande wa upatikanaji wa dawa na vifaa tiba, kituo kina upungufu wa akiba ya dawa muhimu zinazokidhi mahitaji ya utoaji huduma kwa wananchi. Hadi kufikia Januari 2026, kituo kina jumla ya bidhaa 100 kati ya 180 zinazotakiwa kwa mujibu wa miongozo ya huduma za afya. Mafanikio. Kituo kimefanikiwa kupata gari la wagonjwa ambulance linalosaidia utoaji wa huduma za dharura, hususan kusafirisha wagonjwa wanaohitaji rufaa kwenda hospitali za ngazi ya juu kwa wakati na kwa usalama zaidi. Ongezeko la watumishi wapya 8, jambo ambalo limepunguza mzigo wa kazi kwa watumishi waliokuwepo awali na kuboresha upatikanaji na ubora wa huduma za afya kwa wananchi. Kituo kimeletewa vifaa tiba mbalimbali vinavyosaidia uchunguzi, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Hatua hii imeongeza ufanisi katika utoaji wa huduma na kupunguza rufaa zisizo za lazima. Namba 4, kutokana na maboresho yaliyofanyika, idadi ya wagonjwa wanaofika na kuhudumiwa katika kituo imeongezeka, hali inayoonyesha kuimarika kwa imani ya wananchi dhidi ya huduma zinazotolewa katika kituo cha afya Mtwango. Watumishi wa kituo wameanza kulipwa stahiki zao kwa wakati, jambo linaloongeza morali, uwajibikaji na ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Nafikiri ni moja kati ya vituo vitakuwa vya mfano ndani ya muda mfupi ujao. Hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa. Mapato ya ndani yametumika vizuri sana. Mkurugenzi, nakupongeza kwa kazi kubwa ya kusimamia mapato hayo. Mkurugenzi, tuendelee kusimamia mapato haya. Tushauri baraza letu la madiwani halmashauri ili kuona namna gani ya kutatua changamoto kabisa tuweze kumaliza, na tunamsaidia Mheshimiwa Rais katika eneo letu hili ili tuondoe zile changamoto za wagonjwa wetu na malalamiko ya wagonjwa wetu. Hakuna haja ya kuwa na referral nyingi sana wakati huduma nyingi zinaweza zikapatikana hapa. Kuna mashine za kisasa kabisa. Tunaona X-ray moja ambayo mara ya kwanza mimi nimeiona Moi pale Muhimbili. Lakini leo digital X-ray iko hapa, zaidi ya milioni 300 bei ya ile X-ray, lakini inapatikana sasa katika kituo chetu cha afya hiki. Nitoe wito kwa wataalamu wetu, pia mganga mfawizi, kwanza simamia nidhamu ya watumishi wetu ndani. Tuanze wenyewe kuwa na nidhamu katika kituo. Tuzingatie maadili ya kiongozi, maadili ya kidaktari, na wewe una uwezo mkubwa kusimamia hili. Nikupongeze kwa ripoti nzuri sana ulitusomea pale, lakini nataka kila nikija hapa niendelee kuona idadi ya wagonjwa wanaongezeka kutibiwa hapa, na tuone mapato ya ndani ya kituo yakiongezeka ili tuweze kuona namna gani ya kutatua changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu. Mkurugenzi pamoja na mwenyekiti wa halmashauri, mimi niwashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mtakufanya mkishirikiana na DMO wetu. Sasa zile mambo changamoto ndogo ndogo, kwa mfano uzio, nyumba ya wataalamu, tunaomba sasa muanze mpango huo na vizuri. Sasa tukianza na zile nyumba za 3-in-1 ili kuweza kuaccommodate eneo dogo, lakini tuweke wataalamu wetu wakae wengi pale ndani. Na ni mpango mmoja wapo mzuri wa kwamba tukijenga nyumba hizi za wataalamu ni namna ya kuwashikilia wataalamu katika maeneo yetu, sio tunawaleta wataalamu alafu ndani ya muda mfupi wanaomba kuhama. Na sisi kama TAMISEMI tuna discourage sana. Chini ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, kama kuna kitu hapendi ni wataalamu kufika katika eneo la kituo na hapo wanaomba kuhama. Sasa kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili, na yeye mwenyewe ameahidi ajira 5,000 ambazo tayari wameshafanywa usaili. Sasa tunasubiri wale kwenye ile ajira 5,000 mapungufu ya wale wataalamu maeneo machache, japokuwa wewe kuna mapungufu mengi sana hapa, tuone namna gani waweze kushuka huku chini ili sasa tunapoenda kutoa ile bima ya afya kwa wote
tunapoenda kutoa ile bima ya afya kwa wote, ili wakija wagonjwa wetu hapa wapate huduma zote za msingi, huduma zote za muhimu katika kituo chetu cha afya hiki. Hongereni sana na Mungu awabariki sana.